Kwa hivyo ni matumaini yangu kwenye semina hii ya leo tutakayokwenda hii itatu elekeza kwenye kuhakikisha tunakwenda kuipunguza kama sio kuimaliza migogoro yote ambayo iko na inayotuzongazonga sisi wanaISAWIMA wenyewe na wale majirani zetu ambao wametuzunguka. Maelekezo sasa ya kwangu na ofisi ya mkuu wa wilaya ni kwamba hifadhi ya ISAWIMA lazima iendelee kulindwa. Hifadhi ya ISAWIMA lazima iendelee kuheshimiwa. Wito wangu ni kwamba pasitokee hata wakati mmoja mkaonea wananchi, lakini pia tuhakikishe wananchi hawaji kusumbua ndani ya hifadhi yetu. Tuhakikishe tunailinda hifadhi ya ISAWIMA kwa kadri miongozo inavyotuelekeza. Kwa wakati wote kwenye utambuzi wetu tuhakikishe tunazuia, sio tuwaache watu waingie waende wakalime alafu tuwakomeshe kwa kufika. Tuhakikishe hawaingii na hawafanyi shughuli ya kilimo wala ya ufugaji ndani. Natambua tuna mipango mizuri sana ya ISAWIMA kuifanya kuwa ni eneo zuri sana la utalii wa picha, ni eneo zuri sana la utalii kwa ujumla wake, lakini tusije tukaacha nyuma uwezekano wa kuweza kutengeneza pia fedha nyingi sana kwenye kutumia fursa iliyopo kwenye hii gesi ya ukaa. Leo hapa tuko kwenye jukumu la kuwajengea uwezo wenye viti wa vijiji kujua kwanza wapate elimu ya uhifadhi. Kwa nini tunahifadhi? Tunahifadhi moja kwa kufanya hizi rasilimali misitu, wanyamapori, maji yaliyoko kwenye hifadhi, samaki, kwamba tunataka ziwe rasilimali ambazo tunafanya kwa matumizi endelevu. Kwamba sisi tutakuwepo hapa, hatimaye tutakufa, tulihisishe kizazi kinachokuja. Kwa hiyo kama ile kauli ya Wizara ya Maliasili kwamba tumelihisishwa, tuwalisishe. Kwa hiyo tunafanya jukumu la kuwajengea uwezo wajue kwamba wao wana jukumu gani kama serikali za vijiji kwenye kushiriki katika kuhakikisha uhifadhi unaendelea. Sisi kama ISAWIMA tumekuwa tukitumia gharama kubwa kwenye ulinzi wa hifadhi. Kwanza kutokana na nature ya eneo letu. Eneo letu ni ardhi oevu ambayo mwaka mzima linakuwa na maji. Kwa hiyo mfugaji anavutiwa kwenda kufanya shughuli za mifugo, mkulima anavutiwa. Kwa hiyo ukifumba macho muda wa siku 10 mwezi unakuta eneo lote tayari limevamiwa. Kwa hiyo sisi ISAWIMA tunatumia gharama kubwa kwa kuhakikisha muda wote wa siku, muda wote wa wiki, mwezi, mwaka tunakuwa tuko kule. Lakini gharama hii imetokana na nini? Kuna changamoto kubwa ya wanasiasa wasiokuwa waaminifu, na naomba kwa sababu ya mwaka huu wa uchaguzi chama hiki kiwashughulikie watu kama hao wanaohujumu hifadhi. Ni sawasawa na wale wahujumu uchumi. Kwa hiyo washughulikiwe, moja ikiwa wasipewe nafasi kabisa ya kugombea kupata nafasi ya kuwa viongozi. Tunachotakiwa ni kumuunga mkono rais wetu Dr. Samia Suluhu. Ukifata filamu yake ya Royal Tour inaonyesha kwamba nchi yetu inaweza ikapiga hatua kiuchumi kupitia sekta ya utalii na maliasili. Pale kijijini kwetu tulishapata faida ya jumuiya ya ISAWIMA, ilituletea mifuko 76 ambazo mojawapo tumeanzisha ofisi ya serikali ya kijiji. Kwa hiyo ninatarajia kama uhifadhi utakuwepo. Sasa jukumu la kusimamia likakabidhiwa kwa jumuiya za hifadhi ya wanyamapori ambayo sasa tunaita WMA, kwa maana ya Wildlife Management Area. Sio kwa pamoja kwamba serikali ilikuwa inaona kwamba wanyama wanazidi kutokomea, wakasema hoja na mkakati kuhakikisha kwamba wananchi wanashiriki kwenye uhifadhi hao wanyamapori. Sasa watashiriki vipi? Ndio zikaanzishwa sasa hizi WMA, kwa maana ya jumuiya za hifadhi ya wanyamapori, ambazo muda mwingine kama ndivyo kusema siku za nyuma kama zinajulikana kama maeneo ya hifadhi ya jamii, au watu wengine wanasema maeneo ya asasi za jamii, au muda mwingine inatumika neno maeneo ya usimamizi ya wanyamapori.